kwamba mmekuja kwa sababu mmekuja kutusaidia sisi wote kwa kauli moja tutafute amani. And because of that, the Bible is very emphatic kwamba mtajulikana kama watoto wa Mungu. Nimekuja hapa, nimeingia leo asubuhi. Kulikuwa na mkutano ambao ulikuwa unafanyika kwenye ofisi ya CS wa Interior, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen. Mkutano huo ulikuwa ushirikishe viongozi wa eneo hizi tatu za boda, ikiwemo Mheshimiwa Sunkuli, mimi Mheshimiwa Barongo pamoja na Mheshimiwa Silvanus Osoro. Mimi sijaweza kuwa katika huu mkutano, lakini najua kwamba kuna mpango wa serikali kuu kuhakikisha kwamba vikao kama hivi pia vimefanywa ili tuendelee kusisitiza kwamba amani idumu. Wangapi mnakubali kwamba juhudi za county government na national government ziungwe mkono ili tutafute amani? Inua mkono tafadhali popote ulipo. Asante sana. Kwa hivyo siku zinazofuata pengine kutakuwa na mpango wa namna hiyo, na wakati huo pia tutawaomba mjitokeze kwa namna ambavyo mmejitokeza leo. Mimi nimepoteza jamaa zangu hapa kwa vita vilivyokuwa pale awali. Nashukuru sana wazee wa pande zote mbili. Mlikuja mkakaa chini, mkasuluhisha, tumekuwa na amani muda mrefu. Sasa wakati jambo hili lilipotokea tena, nilisema kwamba nitapiga kelele ya juu, ya sauti ya juu kabisa, ili kwamba jambo hili lisiangaliwe kwa kutozingatiwa uzito wake, na lipatiwe kipao mbele, ili kwamba hasara ile ambayo ni kubwa isikuje kutupata sehemu hii. Na nashukuru sana governor kwa kuitika mwito na kutafuta mwenzako Governor Ntutu ambao leo mmetu kusanya hapa ili tuweze kulishughulikia swala hili. Si vema wakati wafanyi biashara wa pande zote mbili wanazuiliwa kutembeleana katika biashara zao za kawaida. Si jambo nzuri wakati mali ya thamani kubwa inapochomwa. Kuna miwa ambayo imechomwa hapa, ni hasara kubwa. Si vizuri ya kwamba watu wapoteze maisha. Nilienda katika mahospitali ya Kisii, kuna majeraha, vijana zetu wamepata majeraha makubwa. Kwa sababu ya hiyo ningependa kusema pole kwa hizo familia, na tuombe kwamba Mwenyezi Mungu atawapona wale ambao wamepatwa na majeraha. Wale ambao wamepoteza maisha pia tunawapatia risala za rambirambi. Kwa sababu tumesimama hapa kwa kauli moja kwamba amani, amani, amani. Mimi ningependa kuomba serikali ongeza maafisa wa polisi tunapoendelea kutafuta amani ya kudumu, ili wawe kwenye huu mpaka kuzuia ngambo yoyote kwenda kufanya uchukuzi ngambo nyingine. Mimi ningependa pia kuomba serikali, wakati nilipokuwa nasikiza wananchi wa sehemu yangu hapo, wamesema kwamba kumekuwa na mishale mipya, mishale mpya kabisa. Ningependa kuomba County Commissioner pande zote mbili, tuangalie mishale mipya imetoka wapi, imetengenezwa na nani, na ni kwa madhumuni gani, ili kama kuna mafikra ya kwamba mishale hii ni ya kutatiza amani, hii mishale tujue ni kina nani, washikwe na wakuwe prosecuted. Jambo lingine pia ningependa kupongeza County Commissioner, ulisema kwamba kwa wakati huu mmepata mtu mmoja, mshukiwa mmoja ambaye alitekeleza kitendo kile cha kuiba mifugo. Tafadhali mtumie huyo ili aweze kuwaongoza, muweze kupata wale wengine ambao pia vitendo vyao vinaleta kutofautiana kati ya jamii na kutuletea hasara kubwa namna hii. Jambo lingine ningependa kuomba magavana Arati na Gavana Ntutu na county commissioners wa pande zote mbili
tuko na soko hapa. Hii soko ingekuwa inafanya kazi, niko very sure kwamba wananchi wa sehemu ya Transmara hapa wangekuwa wanafanya biashara yao pale. Tungekuwa tunafanya biashara pale na kuendelea kuwa na mapatano ambayo ni mazuri, ili jambo la namna hii lisitokee. So kwa hivyo, governors, your excellencies, I beseech you that we work together, make sure that we operationalize this market as quickly as possible. Ningependa pia kuomba kwamba tuje tukae chini, tuangalie tutaleta sporti za namna gani. So that hata kama tutakuwa na football tournaments, tukuwe na football tournaments. Kama tutakuwa na cultural shows, tuwe na cultural shows. Kama tutakuwa na sporti za kukimbia, tushindane jamii mbili, ili uhasama kati yetu na hasira ambazo ziko ndani ya mioyo yetu ziwe zimepungua. Nikienda kumaliza kwa sababu nimechukua muda, nataka nikisema amani, mnanijibu idumu. Amani. Amani. Tushikane, tuwe pamoja, tupunguze hasira zilizoko katika roho zetu. Tuende njia moja, tukumbuke watoto wetu wanahitaji kulelewa katika mazingira ambayo hayana vita. Na tukiendelea namna hii, amani itakuja ama haitakuja? Amani idumu. Amani. Mungu awabariki.